Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo ya Jua Dini Yako. Mpenzi mtazamaji, leo tena ni furaha na bashasha kuwa naye Sheikh wetu ambaye anazidi kuelimisha wewe mpenzi mtazamaji na kukujuza mengi kuhusiana na dini ili uweze kupata uelewa zaidi. Na inshallah katika awamu yetu ya leo ama katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia hukumu ya aliyekosa cha kusujudia, na inshallah Sheikh wetu si mwingine bali ni Sheikh Hamis, na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante, shukran. Naam, bismillah. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Naam, watazamaji wapendwa na dada yangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, ni siku nyingine tena tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukutana katika sehemu kama hii ili kuweza kueleweshana mambo mawili matatu kuhusiana na dini yetu tukufu, dini yetu ya Kiislamu. Na mada tulionayo mbele yetu ni kwamba tunazungumzia kwa ujumla kuhusiana na ibada ya swala. Kwa sababu swala ni ibada muhimu sana. Katika riwaya tumeambiwa kwamba hiyo ndio ibada ya kwanza kuangaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama kesho. Katika darasa iliyopita tulikuwa tunazungumza vitu ambavyo vinaswihi kusujudu juu yake. Ndiyo. Nikasema sio kusujudia bali ni kusujudu juu yake. Na tukapata ya kwamba kutokana na maisha ya mtume na mafunzo ya mtume na mafunzo ya Ahlulbayt ni kwamba kinachoswihi kusujudu juu yake ni ardhi. Ina maana kwa maana yake pana. Ndiyo. Iwe jiwe, iwe udongo, iwe mchanga. Ndiyo. Au kile kinachomea kutoka ardhi. Ardhi kisicholiwa au kisichovaliwa. Tukasema ya kwamba kuna masala ya kusujudu juu ya turba. Tukajaribu kusema ya kwamba kusujudu juu ya turba ni kitu ambacho ni jaiz, ni kitu ambacho kinaruhusiwa. Sababu ya kwanza ni kwamba udongo ni katika mchanga. Ndiyo. Udongo ni katika ardhi, samahani. Ndiyo. Udongo ni katika ardhi. Likaja swala la kusujudu juu ya turba ya Imamu Hussein au ya Karbala, ya udongo wa Karbala. Ndiyo. Tukasema ya kwamba kulingana na riwaya imethibiti kwamba udongo wa Karbala una ubora wake. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri zaidi kusujudu juu ya udongo ambao ni bora, ambao ubora huu ulionyeshwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sasa leo nataka tuzungumzie, je, mtu akikosa cha kusujudia anafanya nini? Ndiyo. Mwenye kukosa kitu cha kusujudia kuna hali kadha wa kadha. Inaweza kuwa mwanzo kabisa nataka kuanza swala hana kitu cha kusujudia kile kisheria. Sahihi. Au inaweza kuwa katikati akakikosa. Ndiyo. Kile kitu cha kusujudia. Au inaweza kuwa kwa bahati mbaya au kwa kusahau akasujudu juu ya kitu ambacho hakiruhusiwi kusujudia. Anafanyaje? Hukumu yake ni nini? Tuanze huyu mtu ambaye anakosa kitu cha kusujudia katikati ya swala. Mara nyingi unaweza kuwa unaswali umeweka turuba yako, alafu labda kuna mtoto akaja akaichukua. Kweli. Unafanyaje? Unafanyaje? Au labda ni karatasi, upepo ukaja ukapeperusha ikaenda mbali nayo. Unafanyaje? Na uko kwenye swala. Ndiyo. Sasa mtu huyu ambaye anakosa kitu cha kusujudia katikati ya swala anafanyaje? Ndiyo. Kuna rai ya maulama ambayo inasema ya kwamba lau kwa mfano utakuwa unaswali alafu labda mtoto akaja akachukua turba akaipeleka kando. Wanasema ya kwamba kama kuna uwezekano wa kuweza kuifuata ile turba bila ya kubadilisha kwamba uko kwenye swala, yani bila kumwonyesha ile haia wanaita ule, yani kwamba haitaonekana kwamba umetoka kwenye swala, basi fanya hivyo. Yani kutembea kwenye swala kuna ruhusiwa, lakini sio kule kutembea ambacho kuna kutoa
katika sura ile ya swala. Kwa hiyo unaweza ukapiga kama iko kando kidogo, unaweza ukapiga step 2-3 ukaifikia ile turuba na ukaendelea kuswali. Ikitokea kwamba haiwezekani, unafanyaje? Ikitokea kwamba haiwezekani, kwamba huwezi kuipata, basi maulama wanasema kwamba vile ambavyo Mwenyezi Mungu hakalifishi mtu au mwanadamu kitu asichokiweza, na tayari uko ndani ya swala, hauwezi kuvunja swala. Kuvunja swala ni haramu, hairuhusiwi, ila kwa sababu ambazo zimeruhusiwa, ambazo tutaziangalia baadaye. Basi atasujudu kwa kitu chochote kile ambacho atakachokipata, na swala yake ni sahihi. Kwa mtu ambaye kwa mfano amekosa kitu cha kusujudia baada ya kuenua paji lake la uso, kwa mfano alikuwa amesujudu, lakini baada ya kuenua paji lake la uso akakuta kwamba hakuna kile kitu anacho cha kusujudia, hakipo, au amesujudu kwenye kitu ambacho hakiruhusiwi kusujudia. Kwa mfano alikuwa na turuba yake akidhani kwamba ni udongo, kumbe ni plastic. Anafanyaje? Anasema kwamba kama ana uwezo wa kuweza kupata kitu chingine cha kusujudia kando bila ya kutoka katika sura ya swala, basi afanye hivyo, wa ila swala yake itaswihi. Atasujudu kwa chochote atakachokipata na swala yake inaswihi. Mtu amekosa kabisa kitu cha kusujudia na anataka swali, muda wa swala umeingia, anafanyaje? Kuna options kadhaa ambazo zipo, mtu anaweza kuziexplore hizo options. Ya kwanza ni kama ana nguo ambayo imetengenezwa kutokana na cotton au kitani. Kama ana nguo ambayo imetengenezwa kutokana na cotton au kitani, hii anaweza kufanya nini? Anaweza kuisujudia. Akasujudu juu yake, sio kuisujudia, akasujudu juu yake kama nguo. Na ikiwa hana nguo ambayo imetengenezwa na cotton, basi anaweza kusujudu kwa nguo yoyote ile ya kitambaa chochote. Nguo yake ile ambayo amevaa ya kitambaa chochote. Kama amekosa kabisa, kama amekosa ile ya cotton, na amekosa, bila shaka hapa tunazungumzia kwamba amekosa kitu cha kusujudia. Amekosa yani kitu ambacho kimeruhusiwa kisheria kusujudia kwa udhuru kwa udhuru, si kwa sababu nyingine labda za mchezo na nini, la, kwa udhuru. Sisi tunazungumzia swala ya udhuru hapa. Sawa. Basi ima asujudu juu ya nguo ambayo imetengenezwa na cotton, au kama hana nguo ambayo imetengenezwa na cotton, basi atasujudia juu ya nguo yoyote. Yani kitu cha kwanza ambacho kinatangulizwa ni nguo yako umevalia. Na kama utakosa hiyo, basi anaweza kusujudu juu ya viganja vyake. Juu ya viganja vyake. Na kama atakosa hilo pia, anaweza kusujudu kama atakuwa na madini. Kwa mfano kama ni mwanamke atakuwa na dhahabu, anaweza kusujudu juu yake. Kwa hivyo kuna hizo options anaweza explore, ili mradi aweze kukamilisha ibada ya swala. Mashaallah. Kwa hivyo hizo ndio hatua ambazo anaweza akazichukua mtu ambaye amekosa kitu cha kusujudu juu yake ambacho kimeruhusiwa na sheria. Naam, Sheikh. Kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba ibada ya swala ni lazima ikamilike. Ni wajib. Na kabla tujaendelea na hiyo mada nyingine ama kuendelea mbele, kuhusiana na hapo kusujudu, Sheikh. Na wakati labda mtu anaposujudu alafu seme ametoka katika sajida alafu turba ikaenda na yeye, hapo hukumu yake ni gani? Tuseme ikabakia tu ameinuka nayo. Bila shaka akiinuka nayo anatakana aitoe mara moja. Aitoe mara moja, jitahidi kwamba aitoe mara moja. Ni katika sehemu ambazo ni dharura, hakukusudia. Kwa hivyo hawezi kuhukumiwa kwa hilo. Kwa hivyo ataitoa mara moja, irudishe sehemu yake na aendelee na ibada yake. Sahihi. Tuendelee inshallah. Naam, tumeshamaliza kuhusiana na masuala ya sujud. Ni kwa mtazamaji tu na anayenisikiza, haya ni masail marefu sana. Anaweza kurudia katika vitabu vya fiqhi, akaangalia kulingana na maraji ambaye ana mukallid, na akaangalia
some more information inshallah. Sasa tuhamie kwenye vitendo vya swala ambavyo ni wajibu, yani kwamba swala haiitwi swala mpaka vitendo fulani hivi vikusanyike. Ndio. Ni vipi? Vitendo hivi baadhi ya maraji wameweka ni 10 na baadhi yake wameweka ni 11. Kuna viwili ambavyo vimechanganywa pamoja. Tutaangalia ni vipi. Mambo haya ambayo ni wajibu katika swala yamegawanyika katika makundi mawili. Kuna kundi la kwanza linaitwa wajibu rukni, yani ni pila, ni nguzo za swala. Na kuna kundi la pili linaitwa wajibu ghair rukni, yani ni mambo ambayo ni wajibu kwenye swala lakini yanaitwa kwamba hayo sio nguzo. Tofauti yake ni kwamba hili kundi la kwanza, lau mtu ataacha kutekeleza imma kwa kusahau au kwa kukusudia, yani imma kwa kutokusudia au kwa kukusudia, sala yake inakuwa ni batil. Hili kundi la kwanza, na ndio maana zinaitwa arkani sala, yani hizi ndio pila, ndio nguzo za swala, ni 5. Halafu hizi zilizobaki sasa, hizi ni wajibu ghair rukni, ni vitendo ambavyo ni wajibu lakini sio pila. Yani ina maana ya kwamba lao mtu atakosa kukitekeleza kitendo kama hiki kwa kutokusudia, swala yake ni sahihi. Lao mtu mwenye kuswali atakosa kukitekeleza hiki kitendo kwa kutokusudia, swala yake ni sahihi. Na hapa tunazungumza, nataka nieleweke vizuri, tunamzungumza katika makundi yote mawili hapa. Nazungumza kukosa kufanya, yani kupunguza, sio kuzidisha. Ndiyo. Kuzidisha kuna hukumu yake nyingine. Hapa ni kwamba mtu hajaweza kukifanya hiki kitu, imma amesahau au imma amekusudia. Kwa hivyo kundi la kwanza, kwa kusahau au kwa kukusudia, swala yake ni batil. Yani kwa kukusudia au bila ya kukusudia, swala yake ni batil. Lakini kundi la pili ambalo ni wajibu ghair rukni, swala inakuwa batil wakati unapokuwa umekusudia kukiacha kile kitendo. Kwa mfano, kuna kitendo inaitwa qiraa. Qiraa ambayo ni kusoma. Ndiyo. Kusoma suratul Fatiha na sura nyingine. Mwenye kuswali akaamua kwamba mimi sitasoma suratul Fatiha na sura nyingine, wewe mwenyewe utakaamua kufanya, swala yake inakuwa ni batil. Ndiyo. Lakini akikosa kusoma kwa mfano suratul Fatiha na sura nyingine kwa kusahau, swala yake ni sahihi. Lakini hapo nitaje tu kwa mfano takbiratul ihram. Hii takbira ya kwanza swala hii, Allahu akbar ya kwanza, hii sasa ni rukun ambapo ukiacha kufanya, mwenye kuswali akiacha imma kwa kukusudia au bila ya kukusudia, swala yake inakuwa ni batil. Sasa kwa haraka wacha tuziangalie hivi vitendo ambavyo vinatakana kufanywa ndani ya swala ndio iitwe swala, ndio ikamilike kuwa swala. Jambo la kwanza ni nia, intention. Ndiyo. Lazima utie nia ya kwamba mimi nina swali. Iko na mambo yake mengine ambayo tutayaangalia baadaye. Pili ni takbiratul ihram. Hii takbira ya kufungua swala, hii Allahu akbar, hii nayo pia ni rukun, kwamba lau mwenye kuswali ataacha kuitekeleza imma kwa kusudia au bila ya kukusudia, mfano kama vile kusahau, swala ni batil. Kitendo cha pili ni qiyam, cha tatu ni qiyam. Qiyam ni kisimamo. Sasa kisimamo, kuna kisimamo ambacho ni rukun na kuna kisimamo ambacho sio rukun. Kisimamo ambacho ni rukun ni kisimamo ambacho wakati wa kusoma takbiratul ihram, kile kisimamo, yani lazima takbiratul ihram mwenye kuswali aiseme akiwa amesimama. Kisimamo chengine ambacho ni rukun kinaitwa ni qiyamu almuttasil biruku. Ni kisimamo ambacho kinaungana na ruku, kile ambacho kabla ya ruku. Yani unatekana uende ruku ukitoka kwenye kusimama. Ndiyo. Uende kwenye ruku
ukitoka kwenye kusimama. Kisimamo kile cha baada ya rukuu sasa, urudi juu ndio uende kwenye sajida, kile sio rukun. Kile sio rukun. Lakini kisimamo ambacho ni rukun, ambacho ni wajibu rukun, ni kisimamo ambacho kabla ya rukuu ndicho ni wajibu rukun. Ina maana mwenye kuswali akikiacha ima kwa kukusudia au bila ya kukusudia, sala yake ni batil. Naam. Kitu kingine ni alqiraa, kusoma katika rakaa ya kwanza. Ndiyo. Katika kila swala baada ya takbiratul ihram, mwenye kuswali anafaa kusoma suratul Fatiha na sura nyingine. Na akifika katika rakaa ya 3 au ya 4, kuna imma anaweza kusoma suratul Fatiha peke yake au akasoma ile dhikri ambayo imetajwa kwenye hiyo. Kwa hivyo qiraa ni wajib, lakini si wajibu rukni. Ni ghairi rukni. Ina maana mwenye kuswali lau atasahau kusoma bila ya kukusudia, basi sala yake ni sahihi. Kitendo chingine ni rukuu. Kwenda rukuu. Rukuu pia ni wajibu rukni. Kitendo kinachofuatia ni as-sujud, sajida 2, as-sajdatan. Sajida 2, sio sajida moja. Ndiyo. Sajida 2 ndo ni rukun. Sajida moja sio rukun. Ina maana ukisahau sajida moja kwa mfano, swala yako inakuwa sahihi. La. Baada ukiacha sajida zote mbili, swala yako inakuwa ni bimaana, mfano labda hiyo moja utakuwa umesahau, swala yako nitazungumzia kimoja sasa inapita tu. Kitendo chingine ni tashahud. Kabla ya tashahud kuna dhikri inatajwa. Kwa mfano katika rukui kuna subhana rabbiyal azim wa bihamdi, na katika sujud pia kuna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kitendo chingine ni tashahud. Katika swala ya raka 2 ina tashahud 1, na swala ya raka 3 na 4 zina tashahud 2. Kitendo chingine ni salam, ataslim. Na kitendo chingine ni almuwalat, ni kufuatiliza, kutokuwa na gap kubwa baina ya kitendo chingine na kinachokufuata. Halafu kitendo cha mwisho ni at-tartib. Ni lazima hivi vitendo vyote viwe kwa taratibu iliyowekwa. Kama ni kutoka takbiratul ihram uende kwenye kiraa, sio toke takbiratul ihram alafu uende kwenye rukui. Kwa hivyo hivi ndivyo vitendo vya wajibu ambavyo vinatakana kupatikana kwenye swala. Na vikipatikana hivi ndio swala inaitwa ni ibada ya swala. Mashaallah, shukran sana Sheikh, kumeweza kuelezea vizuri, na vile tumefikia hapo, acha tuchukue mapumziko, tukirudi tuendelee zaidi na awamu ya pili. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Khamis katika studio zetu za Mahdi TV, natumai umeweza kufahamu ambao anaweza kutuangazia ama anaweza kuelezea wewe na kukujuza zaidi kuhusiana na masuala ya swala. Kama unavyojua swala ni muhimu na swala ni wajib, na kuna vitu lazima viweze kutekelezwa vizuri ndio itimie kuwa swala. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tukiwa naye Sheikh Khamis ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kujuza mengi na mengi zaidi. Natumai unaweza kushika mengi ambayo anaweza kukufunza, na haswa unapofahamu kunradhi, tunaongelea jambo muhimu, jambo ambalo ni wajib, jambo ambalo ibada ni muhimu, na jambo ambalo wewe mwenyewe lina faida katika maisha yako. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Asante. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Katika awamu iliyopita tumegusia swala la mambo ambayo ni wajib katika swala. Yani vitendo vya swala vya wajib. Tukagusia kwamba vinagawanyika mara mbili, kuna wajib rukun na wajib ghair rukun. Ndio. Hizi wajibu rukun tukasema kwamba ni 5. Ndio. Ya kwanza ni takbira, ya kwanza ni nia. Ndio. Ya pili ni takbiratul ihram. Naam. Ya 3
ni alqiyamu almuttasil birruku, yani qiyamu kile ambacho kwanza ambacho kina fanywa wakati wa takbiratul ihram, na pili ni kile qiyam ambacho kinaungana na rukuu. Ndio. Tatu ni as-sajdatan. Au afwan ni rukuu halafu tuna as-sajdatan. Kwa hivyo rukun au arkani za sala, vile vitendo ambavyo ndio pila za swala, kwanza ni nia, pili ni takbiratul ihram, tatu ni qiyam, kila ambacho tumekizungumzia, nne ni rukuu, na tano ni sajida mbili. Sajida mbili. So hizi ndizo zinaitwa arkando pila za swala. Naam. Sasa wacha tuzungumze kidogo kuhusiana na nia ya swala. Kwanza, swala ni ibada, na ibada yote ile ili iswihi ni lazima nia. Ndiyo. Nia hii iwe ni kwa ajili ya kutafuta ukaribu au kutaka ukaribu au kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kwa nia nyingine yoyote ile. Si kwa nia kwa mfano ya kutaka kujionyesha kwamba unafanya ibada sana, au labda kwa sababu nyingine umeamua kuswali kwa mfano. Kwa hivyo nia number 1 ni lazima iwe ni kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani qurbatan ila Allah Ta'ala, kutaka ukaribu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa nia itaambatana na kisichokuwa hiki, basi ile ibada ni batil. Kwa hivyo swala pia nayo hali kadhalika, kwa sababu swala ni ibada. Ndiyo. Kwa hivyo ili kuswihi ni lazima nia ambayo ni qurbatan ila Allah. Je, nia hii inawekwa vipi? Inatiwa vipi? Hii nia hii ni kwamba inatosha tu kukusudia kwamba mimi ninafanya jambo fulani. Si lazima kutamka maneno fulani. Ndiyo. Si lazima kwamba sasa mimi ninaswali swala ya asubuhi yenye raka 2 ambayo ni wajib qurbatan ila Allah Ta'ala. La hasha. Ile kukusudia tu kwamba mimi ninafanya jambo fulani, wanasema kwamba kiasi cha kwamba lau utaulizwa unafanya nini, useme ninaswali. Kwa sababu pia kuna mazoea, tunataka kuitoa katika mazoea. Kwa mfano katika mazoea ni kwamba kuna mtu labda akiamka kutoka usingizini kuna mahali lazima apitie. Mazoea, yani ameshazoea hiyo. Ndiyo. Tunaitoa katika mazoea. Hii lazima iwe ni hudhur, ambao wanasema kwamba nia sehemu yake iko moyoni. Kwamba si lazima kutamka maneno, wala hata si lazima kuihudhurisha kwenye akili, lakini uwe tu kwamba lau utaulizwa unafanya nini, ninaenda kuswali. Ni kama vile unavyo, kwa mfano kama kwa mfano umeenda kusikiliza muhadhara kwenye majlisi. Huwa husemi kwamba unapotoka nyumbani, huwa husemi kwamba sasa natia nia, mimi naenda kusikiza muhadhara qurbatan ila Allah Ta'ala. Huwa unaenda tu kwenye hall na unakaa, lau ukiulizwa wewe unafanya nini hapa, nasikiza muhadhara. Au unafanya nini, niko darasani. Au unafanya nini, au kwa mfano kazini. Kazini sisi wote tunatoka asubuhi tunaenda shughulini kwetu. Tunatamka maneno kwamba sasa hivi mimi natoka natia nia, natoka nyumbani kwangu naenda kibaruani kwangu qurbatan ila Allah Ta'ala. Lakini tunaenda na tukifika kiuliza, unaenda wapi? Kwa mfano nani njiani ukutane na mtu akuuliza unaenda wapi? Sema naenda kibaruani. Ni kwamba ni kitu kiko ndani ya moyo wako. Kwa hivyo pia nia ya swala na si lazima kuitamka kwa maneno. Au kitamka si kwamba ni haramu kutamka, la hasha, ni kitu ambacho kinajuzu, unaweza ukatamka. Lakini pia si lazima ile kuihudhurisha tu kwamba mimi ninafanya kitu fulani. Mimi nataka kuswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kutaka ukaribu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo inakuwa ni nia. Jambo lingine kuhusiana na nia, ni lazima ku-identify aina ile ya swala unayoswali, hata kama ni ijmala, ni in general. In general ni vipi? Kwamba mimi sahi wadhifa wangu natakana ni swali. Kwa mfano nimefika wakati wa dhuhurain,
sijaswali, bila shaka nahitajika kuswali. Ndio. Kwa hivyo ukasema kwamba si lazima nani kwamba swala ya dhuhuri, swala ya alasr, no, ile kwamba mimi kuna swala ambayo ni wajibu natakana ni swali. Kwa hivyo kuihudhurisha, kuiayini ile swala. Vile vile kwa mtu ambaye kwa mfano mtu ambaye anaswali qasr, ambaye anapunguza swala, au mtu ambaye anakamilisha swala. Kwa mfano tutazungumzia katika swala ya musafiri. Si lazima ku identify kwamba sasa hii swala ninayoswali mimi ni ya qasr. Si lazima. Au hii swala ninayoswali mimi ni ya tamamu. Si lazima. Ni kwamba mimi katika shingo yangu kuna jukumu la swala nitakana ni swali. Kwa hivyo naiswali hiyo swala hiyo ambayo natakana ni swali. Hiyo swala hiyo ambayo natakana ni swali sahihi ndio naiswali sahihi. Vile vile si lazima kutia nia ya kwamba hiyo swala ni wajibu au ni sunna. Kwamba ni wajibu au si lazima. Ni kwamba mimi natakana ni swali. Kwa hivyo na swali hiyo swala. Naijua ni swala ipi. Hiyo swala. Si lazima kutia nia kwamba je ni wajibu. Maana tayari ndani ya moyo ni qurbatan ila Allah Ta'ala. Jambo lingine, hii nia ni lazima iendelee kutoka mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa ibada. Isi-interruptiwe katikati. Kwa mfano, wakati mwingine mtu anaamua kufanya amal, kwa mfano. Alafu inapofika katikati, anasema, mimi sifanyi kitu, nafanya kitu kingine. Sasa kwa mfano, mtu ameingia kwenye swala, amepiga raka ya kwanza, ya pili, anasema, mimi si swali tena bwana. Wacha niende nikafanya shughuli zingine. La, inakuwa amali yake inakuwa imebatilika. Kwa sababu nia imefanya nini? Nia imekatika, haijaendelea mpaka mwisho wa nini? Mpaka mwisho wa ile ibada. Kwa hivyo lazima kuwe na istimraria, lazima kuwe na muendelezo ile nia. Yani mpaka assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bado pale ukiulizwa unafanya nini? Na swali. Ile step ya mwisho kabisa. Ile step ya alimradi haujamaliza ile swala. Kwa hivyo lazima iwe iweze kuendelea. Na hapa linaingia swala la kwamba kwa mfano si tumesema kwamba nia lazima iwe ni qurbatan ila Allah Ta'ala. Isiwe ni kwa nia nyingine. Kwa mfano kama wengine waliyadhu billah, ni kwamba kuna wakati baadhi ya watu wanaswali ili waonyeshe kwamba wanaswali. Kwa mfano leo kumekuja wageni nyumbani, kwa hivyo ninaswali. Ili mapungufu yangu yasijulikane. Ama kwa vile baba ametoka, amerudi, acha ni swali. Au mzazi wangu amerudi na ni sheria kuswali, wacha ni swali. Ndio. Sasa hii ikiwa ndio msukumo umekufanya uswali, hiki kumuonyesha mzazi wako, kuwaonyesha watu wengine. Ikiwa ndio msukumo ambao umekufanya uswali, na bila huu msukumo usinge swali, basi swala yako ni batil. Kwa sababu si nia ya qurbatan ila Allah Ta'ala. Na wakati mwingine huku kujionyesha kunaingia katikati ya swala. Kwa mfano unaweza kuwa unaswali vizuri, ukasikia watu wameingia msikitini. Ulikuwa unasoma sura kwa mfano. Unaisoma haraka haraka, ukaamua kuisoma pole pole sasa. Kwa sababu watu wakuone una khushu. Toka hapo asifiwe kweli. Kiraa chako ni kizuri. Sasa inakuwa inabadilisha. Ni kwamba ndo pale inakatika nia ile ya qurbatan ila Allah Ta'ala. Umeanza vizuri kwa nia ya qurbatan ila Allah Ta'ala, lakini unapofika katikati kwa sababu nyingine unaiathiri ile ibada kwa nia nyingine. Ndio. Kwa hivyo inakuwa swala yako ni batil. Kuna wakati mwingine kuna kujihisi wanaita ujubu, kwa kama na kiburi hivi katika ndani ya swala. Kwa mfano ulikuwa unaswali vizuri, ukasikia waumini wengine wanaingia msikitini, ukajiwe na kitu kwenye roho kwamba hao mimi ni bora kuliko wao. Ndio. Mimi ni bora kuliko wao. Hiyo haina tatizo, ijapokuwa ni kitu kibaya. Lakini hiyo haina tatizo. Na haijakatisha nia yako, lakini ile tu umejihisi kwamba wewe ni bora kwa sababu leo nimetangulia msikitini. Ukapata hiyo feeling kwamba leo nimetangulia msikitini. Leo nimewahi wa kwanza. Wao ndio wanakuja sahihi. Ni kitu kibaya, lakini hiyo haibatilishi swala. Na vile vile riya ambayo inakuja baada ya swala. Kwa mfano umeshamaliza, umeenda msikitini vizuri, umeswali vizuri, umemaliza,
baadaye watu wamekuja. Sasa unataka kuonekana kwamba wewe umewahi. Mimi nimekuja saa 11 hapo bwana. No. Hiyo ni kitu kibaya, lakini haibatilishi ibada yako ile ambayo umeifanya. Vile vile nia ambayo, kwa mfano tuchukulie mwalimu anamfunza mwanafunzi kuswali, lakini huyu mwalimu labda hana muda wa kukufunza kuswali halafu arudi aswali swala yake. Akaamua kwamba ule wakati akiwa anaswali swala yake na mfunza kabisa mwanafunzi wake. Hii iko vipi? Naam. Ikiwa nia kwamba mimi naswali kurbatan ila Allah Ta'ala, na wakati huo ni mfunze mwanafunzi wangu, hiyo haina tatizo. Swala yake itakuwa ni sahihi. Naam. Lakini sasa ikiwa ni kwa nia hasa tu ya kumfunza yule mwanafunzi, inakuwa kuna ishkali kidogo, kuna tatizo. Kwa hivyo mtu anaweza kuswali swala yake ya wajib au swala yake ya sunna, na wakati huo awe anamfunza mtu mwingine. Inakubalika ikiwa hiyo nia ni kurbatan ila Allah Ta'ala. Lakini ikiwa ni kwa nia ya kumfunza huyo mwanafunzi tu, inakuwa, kwa mfano namfunza mwanafunzi, labda ni mwanafunzi ambaye baadaye anatoa chochote kama mshahara vile. Sasa ikiwa nia itaambatana na mambo kama hayo, inakuwa na mushkil katika swala. Kwa hivyo hii ndiyo nia ya swala. Ni kukusudia kufanya lile jambo, ni lazima iwe kurbatan ila Allah Ta'ala, kwa ajili ya kutaka ukaribu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile hii nia tumesema si lazima itamkwe kwa maneno. Ni kule kukusudia tu kwamba mimi ninafanya jambo fulani. Vile vile hii nia ni lazima iendelee. Lazima kuwe na muendelezo wa hii nia, kwamba isitokee ikakatishwa ikaingia nia isiyokuwa ya kurbatan ila Allah katikati. Kweli. Katikati. Mwanzo au katikati. Inakuwa inaharibu ile amali. Mashallah. Ni kitu kizuri, kwa sababu mwisho wa siku kufahamu kwamba ni wengi ambao labda walikuwa wafahamu kama nia pia iko na vigezo vyake hapo ndani, ama sababu zake hapo ndani. Ni wengi ambao huwa hawafahamu. Ni lazima, kwa sababu, na ndio maana inahimizwa zaidi kuweza kurudia hizi masaila sasa zinazohusiana na ibada. Kwa sababu ibada, hasa ibada ya swala, ni kwamba ni mazungumzo ya baina ya mja na Mola wake. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe kwamba tunaifanya kama ipasavyo. Tunafanya kama ipasavyo. Mashallah. Shukran sana Sheikh. Hakika naamini kuna mengi ambayo tunayo, lakini kulingana na muda naona umetupa kisogo. Inshallah naamini tutakutana tena tuzidi kuendelea kuongelea, kwa sababu najua ni mengi ambayo tunafaa kuyaongelea, hasa kuhusiana na swala. Huenda mtu ana swali lakini hafahamu undani wa swala ni nini, ili iweze kutimia kuwa swala. Shukran sana Sheikh. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh wetu Sheikh Khamis ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini umeweza kufahamu, amekuelezea na ameelezea nini ambazo ni nguzo za swala ni zipi, na tumeweza kuongelea nia hasa ina vigezo vyake ndani yake, ili ile swala isimie nia inafaa kuwa vipi. Na inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.